mipango yake ndio hiyo. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Huyu mtu mzima kishamaliza mipango yake yote ya kutokufa na bado anakuelekea kufa. Kisha kula dawa, kisha pumzika, kisha fanya mazoezi, kisha kula vizuri, kisha lima, lakini hadi anakuendea kufa. Yaani anafanya njia nyingi za kutokufa, lakini anakisogelea kifo, akitaka asitake. Ndio unaona mtu mzima anafika pahala, kabla ya kula anakula dawa, katikati ya kula anakula dawa, baada ya kula anakula dawa. Yaani mtu mzima angojei kuambiwa vipi ushakula dawa leo. Sawa sawa, huyo ndo nani? Allah. Kwa hiyo hii ni aya, ukikaa ukaitafakari hii mwenyewe utasema la ilaha, na ukisikia adhana utapata kufanya, na kama utakuwa na senti utatoa sadaka, na ukifika mwezi wa Ramadhani utafunga, kama una senti utakwenda kuhiji. Hii aya ukizingatia hii moja, na aya kama hizi wanachuoni wanakwambia ziko 250 katika Qur'ani. Ziko ngapi? Zinazothibitisha kwamba Mungu ametuumba na kwake tutarudi. Ziko 250. Mungu ametuumba yeye na kwake yeye tu. Wote tutarudi sisi wote hapa, na hatutorudi kwa Mkapa, wote tutarudi kwa Allah, tukitaka tusitaki. Hata tukusanya wote fi sa'idin wahid, katika kiwanja kimoja kama hivi. Kaeni, mnasemaje? Mimi Mungu wenu sio Mungu wenu? Alastu bi rabbikum. Alafu atakuwa na mikwala. Wote tutakaa kuliko mvokaa kimya hivi. Wewe mwenyewe ujioni. Alafu atauamrisha moto utoe sauti yake, Jahannam. Moto utalia, utasikika moto, kila mmoja atasikia moto, mwema na hata yule mbaya, tutausikia moto. Kazi itakuwepo hapa. Mimi nausikia, nataka nimwambie mwanangu Omari Bago, unausikia moto huu? Na yeye anataka kuniambia mzee, unausikia moto? Tutanyanyua sauti kwa wakati mmoja, hazitopishana zile sauti. Kitendo cha kusikia ule mvumo wa moto, kila mmoja anamwambia ndugu yake aliyokuwa karibu, bwana moto. Kwa hiyo itasikika sauti moja, moto huo, kwa woga, moto huo. Alafu kimya. Mwenyezi Mungu pale anauliza, limanil mulku leo, limanil mulku leo, ufalme ni wa nani leo? Wa Mkapa, wa Magu, wa Nyerere, wa Kenyatta, wa Trump, wale wafalme wa Saudia na Imarati, au machifu wenu huko vijijini? Limanil mulku leo. Hakuna pia atakayejibu ule woga, atasema mwenyewe lillahi alwahidi alqahhar. Ufalme ni wa Mungu alwahid, mmoja, alqahhar, aliokulazimisheni kurudi hapa mtake msitake. Lillahi alwahid. Mwenyezi Mungu ana majina mengi, moja katika majina yake anaitwa nani? Qahharu. Qahharu manake ni mwenye kulazimisha kifo, ndo Qahharu. Kwa hiyo anatumia jina lile, sio ndo linatawala. Sawa? Tumkimbileni Mtume Muhammad, ndo mashekhe zetu wakaja na ubeti, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi, walan yadhika rasulallahi jauka bi idhal kalimu tajalla bismi muntaqim. Someni burda. Leo wanakuja watu hawataki muisome. Sawa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami
أكرم من ألوذ به سواك عند حلول للحادث يا الله لله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتهى. Someni hiyo, mmeondoshewa hiyo, mnaimba si nyimbo gani? Ya akram al-khalqi mali man aluhu bi. Hapa watu wanaongea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akram al-khalqi mali man aluhu bihi siwaka. Akram al-khalq man, yani bora wa viumbe. Ya akram al-khalqi mali, nani? Man aluhu bihi, taimwegemea, siwaka, siokuwa wewe, inda hululil hadith, wakati wa kutokea matukio makubwa kama hilo. Tukio kubwa huko, sikupigwa mshindo na kimbilia ndani, ukisikia bu ndani chini ya ufungu huko, ufungu wenyewe pia unakimbia. Sallallahu alaihi wasallam. Tusomesheni sana haya hizi, tutaswali, na ndio za kuanzishia mawaidha hizi, sio hizi aya za kugombania mwezi wa Saudia wa BAKWATA si gani. Shehe, una mishipa inakutoka, unazungumzia shehe. Shehe namna gani? Jana nimemwona shehe mmoja akatokea katika mtandao, yeye tena ndo jana mpya, anasema kuswali tarawih haramu. Hii dunia ishafika mwisho. Kavaa miwani. Shehe, una maneno ya kusema wewe? Wewe shehe, mwogope Mungu wewe. Yaani aya zote hizi, hadithi zote umechafukwa kabisa. Tena umechukua simu yako ukajirekodi kuswali tarawih haramu kwa sababu Mtume hakuswali. Tumekwisha. Allahu yabda'u al-khalqa, Mwenyezi Mungu ndo anaanza viumbe, ndio anayovianzisha viumbe, anavianzisha, sawa. Thumma yu'idu, kisha anavirejesha, sawa. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye tu mtarudishwa, sawa. Wa yawma taqumu sa'atu, na siku kitakaposimama kiyama, yublisul mujrim, wataka kimya wabaya, yani watanyamaza watu waovu, hawatosema. Hawa unaona wanasema sana, wanachonga ndimi, na mara nyingi siku zote mtu muovu anasema sana kuliko mtu mwema. Mara nyingi mtu muovu anasema sana na ana misamiati mingi, anatumia nguvu kubwa kutetea uovu wake kuliko mkweli na mtu mwema, kwa sababu ukweli ni rahisi, uongo ni mgumu. Umeelewa? Ukweli ni kitu chepesi sana. Ukweli, umeiba, nimeiba. Wakati umeiba kweli, unaona upate tabu. Umeiba, nimeiba, nisamee. Lakini umeiba na unaambiwa umeiba, ili usiibe utasema neno moja, sikuiba. Sikuiba mimi, unajua mimi hivi nilivyo hivi, mimi unavyoniona mimi hivi, mimi mwizi mimi. Yani unapita neno moja tu. Kwa hiyo uongo inakulazimu utumie nguvu kubwa sana kutetea uongo wako na kuhalalisha, lakini ukweli, sasa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atawanyamazisha wabaya. Soma katika sura Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anaanzia mbali, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min
rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Aya hizi zote ukizisoma hizi zinaelezea one day yes, siku ya kiyama. Wamtazu yauma, yani pambanukeni leo, yani pambanukeni. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, jipambanueni nyie wabaya, kule mlichanganya na sisi kwa makoti yenu na kanzu zenu na vilemba na tasbih. Uongo ulikuwa huo, unakuja umevaa tasbih nzuri shingoni. Simaanishi kila anavaa tasbih shingoni mwongo, sije mkazivua sawa. Yani hapa Mwenyezi Mungu anatufundisha kwamba mko na watu wengi sana hamwajui, lakini sio katika nyie. Ndio wamtazul yauma ayyuha, hebu jipambanueni, tokeni katika kundi la watu wema. Wamtazul yauma ayyuha alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni. Akaendelea